Bwana, mechi iliahirishwa Lugano siku yenyewe ya mchezo na kuna makundi mawili hivi sasa. Tarehe tayari imetoka, ni mwezi wa 6 na ligi ilikuwa inatarajiwa kumalizika mwezi wa 5. Mpaka sasa hivi wananchi baada ya kwenda CAS wamerejeshwa hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kuanzia katika mamlaka za hapa nyumbani, lakini msimamo wao hawachezi. Simba tumeona nao wametoa tamko lao, mechi ipo na wanatamba nayo. Wewe kwanza kama mchambuzi sakata hili namna ambavyo lilivyo na baada ya bodi ya ligi kutoa ratiba yao sasa ya huu mchezo husika, ulikuwa na mtazamo gani kwenye hili? Kwanza kabisa watu ambao wanatuchanganya mpaka dakika hii ni bodi ya ligi. Mpaka dakika hii ni bodi ya ligi ambao sasa hivi wanaitaka kuivuruga dabi ya Kariakoo. Utakuwa nakumbuka Vika, wakati mimi ni bodi ya ligi wametoa kusitisha ule mchezo kwa maana ya kuahirisha. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilisimama kwa sababu mimi nafuatilia kanuni. Nikasema bodi ya ligi wana haki kabisa ya kusimamisha huo mchezo, na kitu ambacho pekee ambacho kilikuwa kimesababisha mpaka kusimamisha mchezo ni ile kauli ambao walisema bodi ya ligi kulikuwa na rushwa, kulikuwa na hakuna usalama, na ilitoka na malalamiko ya Simba. Kwa hiyo bodi ya ligi nikasema walikuwa sahihi kama walijiridhisha kwamba vile ambazo wamelalamika Simba kweli havikuwa katika mchezo, pengine vingeleta taharuki kubwa au maafa makubwa kwenye mchezo wa dabi, basi walikuwa wako sahihi kwa sababu kanuni inawaruhusu. Kuna baadhi ya wengine wakasema haikuwa sahihi na vitu kama hivyo. Kwa sisi tulivaa kama sio kutetea bodi ya ligi, kutetea ukweli ambao ulikuwepo. Lakini bodi ya ligi wametoka kwenye ule ukweli ambao walikuwa nao. Mfano nikwambie, bodi ya ligi walitakiwa kwanza wajibu hoja ambazo wao wenyewe walituambia ndo hoja ya uchunguzi. Hoja ya uchunguzi kwenye barua iliandikwa na ndo ilikuwa hoja ya msingi sana kwamba kuna vitu wameviona havikuwa sahihi kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo na wanataka kwenda kuchunguza. Lini ambapo wametoa uchunguzi huo? Mpaka leo hawajatoa uchunguzi na wala hawajatupa picha ya uchunguzi na nani kuchunguza, wamechukua hatua gani. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo wanaifanya bodi ya ligi wanavifanya kwa kutokujua, sijui au kwa sababu ya mabavu, sijaelewa nini ambacho wanakifanya. Kwa sababu huwezi kutangaza siku ya dabi ya Kariakoo inachezwa tarehe fulani wakati hujaonyesha haki kama ilitendeka katika mchezo uliopita au imetendeka. Umeelewa? Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinaenda kufanyika sasa hivi ni kitu cha kwenda kuvuruga ligi, kwa sababu Yanga kabla ya ratiba hii hawajaitengeneza, kwa maana kabla bodi ya ligi hawajasema tarehe ya mchezo wa dabi, Yanga wao walitoka na kuzungumza kwamba wao hawako tayari kucheza mchezo. Lakini kabla Yanga hawajasema tuko tayari kucheza mchezo, ni ile kauli ya barua ya bodi ya ligi ambayo amesema tutaenda kuandaa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Utasemaje unaenda kuandaa mchezo wa dabi ya Kariakoo wakati unadaiwa ripoti ambazo ndizo zitaenda kudetermine mchezo ambao utaenda kuchezwa utakuwa na aina gani? Kama kuna rushwa, wale ambao walihusika kwenye rushwa wamekamatwa au wamepewa haki yao kwamba hawakuwa na rushwa, hakukuwa na rushwa au kulikuwa na uvunjifu wowote? Kama hivyo vitu vyote vilizungumzwa, nani ambaye mwenye jukumu ya kuviweka hadharani? Kwa sababu kama ulitoa taarifa kwa umma na umma pia unataka kufahamu taarifa hiyo ambao ulitoa, kwa sababu bodi ya ligi wasema wanafanya uchunguzi, tunahitaji ripoti ya uchunguzi, na uchunguzi hawakutoa hewani bodi ya ligi. Ni malalamiko kutoka kwa Simba. Maana yake Simba walikuwa na atumu Yanga kwamba wao ndio wametengeneza kitu cha rushwa, si ndio? Kama alikuwa na ulimi wa Yanga kwenye malalamiko ya Simba, maana yake bodi ya ligi wakasema kuna swala, maana yake Yanga nao wanasubiria haki yao ya kushafuriwa kama kweli walitumia rushwa au hawakutumia. Kwa hiyo hapo kuna watu wawili wanahitaji haki zao wazipate. Kwanza Simba malalamiko yao yanatakiwa yajibiwe. Yale ambao walilalamika, hauwezi kuingia kwenye dabi wakati malalamiko yako hayajajibiwa. Lakini pia Yanga lazima nao wafahamu kwa nini dabi haikuchezwa kama ambavyo wao walikuwa naona kama ilistahili kuchezwa. Wangekuja na ripoti. Mimi binafsi ningeungana na bodi ya ligi kwamba naungana na ripoti ya bodi ya ligi. Lakini kama waji na ripoti, bodi ya ligi hawaji na ripoti, mimi ni mmoja kati ya watu ambao nakaa pembeni na kuambia bodi ya ligi ni wanaenda kuvuruga dabi ya Kariakoo.
Lugano, huoni kama hichi ambacho kinaendelea vilabu vyenyewe ndio changamoto na ndio tatizo lilikuanzia? Kwa sababu Simba walisema hawatacheza mechi ya dabi mpaka pale ambako watu waliohusika kuwazuia kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo wa tarehe 8 Machi wanawajibishwa. Lakini pia wananchi wao wameenda kasi na kurejeshwa waanzie kwenye mamlaka hizi za ndani. Mpaka sasa hivi hawajaenda kwenye mamlaka hizi za ndani. Hawa wawili huoni kwamba ndio changamoto na ndio maana bodi ya ligi wameamua kutoa hiyo ratiba ambayo wameitoa hivi sasa? Simba na Yanga sio changamoto. Changamoto mpaka sasa hivi sura tunayoipata, changamoto ipo kwa uongozi wa soka la Tanzania. Hapo ndo kuna changamoto. Hawa ndio wanawalemaza Simba na Yanga kufikia hapo walipo. Lakini katika hili ambalo linaendelea, huwezi kumlaumu Yanga, huwezi kumlaumu Simba. Familia yoyote ukiona mtoto ameharibikiwa, sawa? Shida sio mtoto, shida ni baba, ni mama, wana mchango mkubwa wa kumfanya yule mtoto akaharibikiwa. Kuna fimbo unatakiwa uitumie. Kuna wazazi mpaka unamfinya mtu, unamfinya mtoto, anaogopa kufanya kitu fulani. Ni namna jinsi ambavyo mzazi kama mzazi anaweza kumlea mtoto wake, ndipo ambapo atakawa katika hatima nzuri au mbaya. Lakini kuna namna ya kumsaidia hata kisaikolojia yule mtoto, ipo kwa wazazi. Kwa hiyo mamlaka ya soka imeshindwa katika njia zote zenye kwa maana kumsaidia katika njia nyepesi hata zile njia ngumu. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi, bodi ya ligi mpaka wenyewe wameshindwa kuamua nini cha kufanya. Wanachotaka kutumia ni ubabe, wakati wao ndo wanafanya makosa ya kiuamuzi. Kwa sababu aliyeahirisha ule mchezo alikuwa ni bodi ya ligi. Kama bodi ya ligi angelazimisha ule mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 8 uchezwe, wakati Simba walisema hatuchezi, wangesema mchezo upo, tungeshuhudia Simba ambaye haingizi timu, ambaye anaijua kanuni kwamba usipoingiza timu nitakata pointi 15. Angeogopa baadaye angeingiza. Pengine Simba alikuwa anashtua tu au alikuwa anatingisha kiberiti ajue kama kuna njiti, lakini wao wakaenda kuahirisha mchezo. Yanga nao wameenda kufanya vitu vingine ambavyo havikuwa sahihi. Lakini katika hili ambalo limeenda kasi mpaka limerudi, TFF na bodi ya ligi, kwa sababu hiyo ni familia moja, TFF ni baba wa bodi ya ligi, walikuja kutoa press release au lazima taarifa kwa umma mara baada ya ripoti na taarifa kutoka kasi. Wanatoa taarifa kwamba wataenda kupangia mchezo ratiba. Unaenda kupangiaje mchezo ratiba wakati hujatoa ripoti? Hapo ndio kuna point ya msingi kwenye ripoti. Ripoti ndio ambayo inaenda kuwavua nguo bodi ya ligi kwamba maamuzi ambayo wameyafanya sio sahihi na hayana maana, kwa sababu hata waziri Palamagamba Kabudi aliwaita Simba na Yanga kwa ajili ya kuharmonize situation ambayo inaendelea sasa hivi. Lakini kitu ambacho kimetokea ni kwa sababu Yanga alikuwa ameenda kasi, akasema siwezi kutoa ripoti yoyote ambayo imetoka na kule. Mtu ambaye anaweza kaelewa, hakutuahidi waziri kwamba atakuja kutoa ripoti ya mazungumzo yao. Sawa, hatuna cha kumdai kwa sababu hakuna sehemu yote ituambia anaenda kutupa ripoti. Lakini bodi ya ligi waliandika wenyewe wakinukuu kanuni kwamba kanuni hii inawapa mandate kufanya hivi, lakini tutaenda kufanya uchunguzi, na sisi tulisimama kama wadau kuwatetea. Kwa nini waje kinyume tena? Lakini kitu ambacho binadhani ndio. Lakini Lugano, kwa namna ambavyo walitoa sababu hizo mbili, issue za kiusalama pamoja na rushwa, TFF sio ambao wanatakiwa kusimamia. Kuna TAKUKURU pamoja na TRA ambao wanatakiwa kusimamia kwenye hilo pia. Ni kweli. Vitu vya kitaalamu hasa katika masuala ya uchunguzi vinaletwa majibu na wataalamu ambao ni TAKUKURU. Lakini pia masuala mengine hata ya usalama, polisi wanahusika na mambo ya kiusalama, kuzungumzia usalama. Ingawaje unaweza kaisi kuna usalama ni haki yako, au kuna rushwa ni haki yako, lakini bado itabidi urudi tena kwa wataalamu wakwambie. Je, umesikia sehemu yote TFF umetupa hatua zozote kwamba sasa hivi tumefikia sehemu fulani, either tumeunda kwa maana kamati ambayo itaenda kuchunguza na watu wangapi, adidu za rejea zinasemaje kwenye hiyo kamati, itakaa kwa muda gani? Pengine wangetupa picha hiyo kwamba kuna kamati imetengeneza, tungesema tunasubiri hiyo kamati, na pengine napo tungetoa hoja kwamba hiyo kamati toe majibu, ndio yatatupelekea twende kwenye dabi au tusiende kwenye dabi. Kwa hiyo Yanga naona wako kwenye njia sahihi kabisa. Mimi naungana na Yanga katika hili kwamba Yanga
kupeleka mchezo wa dabi ya Kariakoo wakati kukiwa hakuna ripoti ambayo bodi ya ligi wenyewe walisema kuna ripoti, kuna uchunguzi ili ufanyike, ndio maana mchezo ukasimamishwa. Mimi naungana na Yanga, hakuhitaji kuwepo na dabi ya Kariakoo wakati uchunguzi bado hujafanyika. Kwa namna hiyo ambavyo unaungana na wananchi, labda kwa namna ambavyo kanuni ilivyo mpaka hivi sasa, ni kweli ripoti haijatoka, lakini endapo ikitokea mchezo wenyewe umefika hawajaingia uwanjani, kuna kanuni ambazo umesema TFF kwa maana pamoja na bodi ya ligi waliingia mchecheto wa kuweza kuahirisha mchezo husika. Wangeacha uone Simba nini ambacho wanafanya. Wananchi wakifanya hivyo, uone kama wao ndio sasa ile kanuni inaenda kuadhibu? Haiwezi kuadhibu kanuni. Mimi nasimama na Yanga mpaka mwisho, dakika ya mwisho. Kwanza niwaambie Yanga, kama wataenda na sababu ambazo hazizungumzii kuhusiana na uchunguzi, adhabu itawakuta na hakuna mtu atakayeenda kuwasimamia hata kuwatetea. Lakini kama watasimama wakisema sisi hatuingizi mechi yetu, timu yetu kwenye dabi kwa sababu ripoti ya uchunguzi bado haijatoka, mimi niko pamoja na Yanga na naamini na nawahakikishia kabisa Yanga wataenda kushinda na watakuwa washindi katika kesi hii, na wataenda kuionyesha dunia kwamba Yanga ni watu makini. Lakini wakienda na sababu zingine, sijui sisi dhuluma, sijui nini, sijui kasi, sijui nini, atupeke kokote tuchezeshi, hauwezi ukashinda kuingiza timu uwanjani kwa sababu ya sababu zisizokuwa na sababu. Lazima wakae na sababu ya ripoti, na mimi Yanga wataenda kushinda katika hili. Historia ya wananchi kwenye upande wa ishu za kesi hawana historia nzuri sana, na unasema ya kwamba unaona wakienda kutoboa endapo wakienda na hoja ambazo umeenda nazo wewe. Huoni kama hata hili endapo wakienda kama ambavyo unaenda wanaweza wakaenda kuangukia pua pia? Kuangukia pua haiwezekani. Kumbuka hata lile la kasi ambalo wanaenda kushindwa, mimi mwenyewe nishaye kuzungumza kwamba sioni hoja ya Yanga kuwapeleka kasi. Na nishazungumza kabisa kwamba issue ya uchunguzi wa bodi ya ligi ambao Yanga bodi ya ligi walisema na uchunguzi ndio ushindi ambao ataenda kuupata kasi. Na kweli ukiangalia miongoni mwa hoja ambao zinaenda kuwasaidia bodi ya ligi na TFF kuishinda Yanga ilikuwa ni kwa sababu ya uchunguzi ambao waliutoa. Na Yanga kwa sababu walikurupuka kwenda kule, na ndio maana ameangukia pua. Lakini hili liko wazi kwa sababu kanuni na zinatambua madaraka ya bodi ya ligi hata wanapotoa maagizo yoyote yanatoa kikanuni. Kwa hiyo barua ipo ile ambayo bodi ya ligi waliandika na walinukuu vifungu kwamba walikuwa na mandate, na kwenye ile barua ndipo ambapo wameelezea kwamba swala la uchunguzi linafanyika. Kwa ile Yanga wanaenda kukata rufaa, wanaenda kwenda kushtaki bodi ya ligi, sawa? Lakini wakitumia kifungu cha kwamba tunasubiri ripoti ya bodi ya ligi ya uchunguzi kwa sababu tumetuhumiwa. Bodi ya ligi hawezi kuwa na ujanja. Lazima walete ripoti ndipo Yanga wawe na mandate ya kwenda kucheza dabi ya Kariakoo. Haiwezekani ukacheza dabi ya Kariakoo ukiwa na tuhuma. Nadhani hata Simba nao wanaweza kutumia hiyo kwamba sisi hatuwezi kucheza. Mimi nashangaa Simba mara baada ya taarifa ya ratiba wameposti kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, wakati Simba ndio ambao walipeleka tuhuma. Mimi nitegemea Simba angekuwa watu wa kwanza kusema si hatuendi kucheza dabi kwa sababu hamjatupa ripoti ya malalamiko yetu. Lakini Simba nao wanashadadia kuelekea kucheza dabi wakati ripoti bado haijapatikana. Okay, kwa maendeleo ya soka la hapa nchini Tanzania, unadhani nini hasa ambacho kinaweza kikafanyika ili kuendelea kulifanya soka letu kukua zaidi na kuendelea zaidi kwa namna ambavyo hali ilivyo mpaka hivi sasa? Kitu pekee ambacho kinaweza kaifanya ligi yetu na ligi yetu kwa maana ikanawili na kushamiri vizuri, uongozi ulioko madarakani iachane masuala ya kuziogopa Simba na Yanga, iachane na kuwa na kitete. Inatakiwa simame kwenye kanuni, isimame kwenye maamuzi sahihi ya kuiongoza ligi. Wakati mwingine unaweza kusema unaiogopa Yanga, na wakati mwingine unaweza kusema ngoja pambane na Yanga, kumbe unakosea. Kanuni zinakuruhusu nini? Kama bodi ya ligi wangerejea kwenye barua yao ya kuahirisha mchezo, sidhani hata haya yote ambayo tunazungumza sasa tungezungumza. Ripoti ya kwanza wangesema nataka kwenda kuchunguza. Ya pili ripoti hapa. Basi ingekuwa imeshaisha. Mtu ambaye angekuja kufanya kitu tofauti angehukumiwa, hata sisi tungesema unastahili kuhukumiwa. Lakini huwezi kumshusha daraja mtu au kumpiga faini au ukampokonya pointi eti kwa makosa ambayo umeyafanya mwenyewe. Haiwezekani. Mimi niko upande wa Yanga sasa, niko tayari kuzungumza kwa ajili ya Yanga kwa haki yao ambao wanastahili kuipata, kwa sababu
bodi ya ligi wao ndo wanaenda kukosesha hii mambo. Kwa hiyo namna pekee ya kuweza kusaidia ligi yetu iwe na ubora ni namna pekee moja tu, uongozi ulioko madarakani, TFF na bodi ya ligi wasimame kama viongozi wa ligi. Wasimwogope Yanga, wasimwogope Simba, wasimame katika haki. Hata wakati mwingine hata wao wakikosea wakubali tu kwamba hapa tunafanya kosa kama ambalo kosa bodi ya ligi watusaidia kutoa ili mambo yote yawe katika situation nzuri. Lazima wao wasimamie kwa ufasaha kabisa, na asiwepo mtu ambaye anaonekana anabebwa labda vipi na vipi vyovyote. Bwana Lugano, shukrani sana. Kweli mimi si enjoy hiki kitu kilichofanyika na bodi ya ligi. Sawa, yani wao ndio wanavuruga ligi sasa.